أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا الله بكم آمين. الدور الثاني دور الأبيلي من أدوار فكر التجسيم katika madori ya fikra za tajsim. Dauru thani, muongo wa pili, min adwari fikri tajsim, katika miongo ya fikra za tajsim wa tashbih na tashbih fi umma, katika umma huu baada zamani sahabati, baada ya zama za masahaba, ila zamani Ahmad ibn Hanbal, mpaka katika zama za Ahmad ibn Hanbal. Thumma kisha hadatha daurun thanin, kisha ukazuka muongo wa pili, min adwari almujassimati, katika miongo ya mujassima wal mushabbiha na mushabbiha. Wahum ulaika alladhina, nao ni wale ambao kwamba talaqaw tilka alafkara, walipokea hizo fikra alisrailiyata, za israiliyat, allati ambazo kwamba kanat raijatan, zilikuwa zimeenea fi zamani sahaba, katika zama za masahaba radhiyallahu anhum, Mungu awae radhi. Khasatan hasasa fi dawlati al-umawiyyah, katika ad-dawlati al-umawiyyah, yani dawla Bani Umayya, baada ansarat, baada ya kuwa hizo fikra za israiliyati, yani hizo baada ya kuwa hizo ngano za israiliyati bitariqi al-amdi, kwa njia maksudi kabisa, au al-khata'i, au kwa bahati mbaya, usikiyofanyia dhana nzuri tabani, ahaditha nabawiyatan, baada ya kuwa ni hadithi za mtume. Yani tuliona katika zamanu al-awwal zilianza kuingia vipi, kama maneno ya Busr bin Said yanavyotuwekea wazi. Kisha baada ya hapo manake yakafahamika, baadhi yao wafahamu haini israiliyati, baadhi yao hawafahamu. Lakini baada ya Banu Umayya kuya promote mambo haya na kuya support, baada ya hapo zile israiliyati sasa zikawa ni hadithi za pokewa, ni hadithi za mtume. Fasaru ya'tabiruna, wakawa nazingatia anna al-islama, ya kwamba uislamu huwa tamassuku bitilka al-ahadithi, ni kushikamana na hizo hadithi za israiliyati, wal imani biha, huwa tamassuku bitilka al-ahadithi wal imanu biha, na kuziamini, wa tarwijuha, na kuzieneza na kuzisambaza. Wakadhalika vile vile tafsiru ayati al-Qur'an al-Karim, kuzifasiri aya za Qur'an tukufu, wa ta'wiluha, na kuzifanyia ta'wili, ala muqtada tilka al-hadithi, kwa mapelekeo ya hadithi hizo. Yani sasa ikawa Qur'ani haifasiriwi kwa kawaidi zake na kanuni zake, watu sasa jamaa wakawa fasiri Qur'ani kwa muktadha wa israiliyat. Na ndio utakuta ziko israiliyati zile katika vitabu vya tafsiri, na ziko baadhi ya tafasiri yani ni maghala israiliyati ala fikra. Wa min namadhij dhalika, na hakuna tafsiri ambayo kwamba iliyosalimika. Yani baadhi ya tafasiri tu inakuwa israiliyati nyingi, baadhi yake inakuwa chache, lakini hakuna tafsiri yoyote katika vitabu vya tafsiri sawa sawa vitu sisi ahlus sunna au vya mashia au vibadhi au vya madhhabu nyingine yoyote, hakuna vitabu vilivyookoka na israiliyat, isipokuwa tu baadhi wanakuwa nazo nyingi, baadhi wanakuwa nazo chache. Wa min namadhij dhalika, na katika mifano hii ya hilo, awala mosi, awwalu ma nabtadi bihi, la mwanzo ambalo kwamba tunaanza nalo, ithbati dhalika, kwa ajili ya kuthibitisha hilo, hadithu turba, ni hadithu turba. Yani jambo la mwanzo ambalo kwamba tunaloanza nalo katika kuthibitisha hii fikra tuliyoeleza hapo juu ya kwamba israiliyati, baada ya kuwa ni israiliyati katika muongo kwanza, muongo wa pili ziligeuka kuwa nini? Ni hadithi. Manake saa tolea hujja hiyo nadharia aliyoeleza. Ni hadithi turba alladhi ambao kwamba fi sahihi Muslimi,
ipo katika Sahih Muslim. Yani hadithu turba ni mfano katika mfano wa Israiliyati ambazo kwamba zilizogeuka kuwa hadithi. Liajli ithbati, kwa ajili ya kuthibitisha, na liajli an nuthbit, afwan, hiyo tunahitaji kwa ajili tuthibitishe anna hunaka hikayatin israiliyatan, ya kwamba kuna story za Israiliyati sarat, zilikuwa ahaditha, kuwa ni hadithi fi sahihi, na zipo katika Sahih Muslim. Liajli an nuthbita, tunataja hilo kwa ajili tuthibitishe anna hunaka hikayatin israiliyatan, tunataja hilo kwa ajili ya kuthibitisha kwamba kuna hikaya. Hikaya ni mambo yanayoelezwa, kuna maelezo, kuna story za Israiliyati ambazo kwamba baada ya hapo ziligeuka kuwa ni hadithi fi sahih, tena zipo katika vitabu ambavyo kwamba vinaitwa kutubu sahih. Wa hadithu turba, na hadithu turba huwa anna Abu Huraira, ni kwamba Abu Huraira qala, amesema, yani la fikra, acha tusome kutoka katika Sahih Muslim mubasharatan, sayyidi Sahih Muslim, yani حتى تعرف يعني حقيقة ما نقوله. حديث بقى صحيح مسلم، حديث نمبر 2789، anasema Abu Huraira قال, amesema Abu Huraira, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biyadi, mtume sallallahu alayhi wasallam aliushika mkono wangu, faqala, akasema, yani ala fikra, mtume aliushika mkono wangu, yani kuonyesha kwamba yani akumbuka hata vile alivyokuwa na hadithi, yani kwa ajili ya kututhibitisha kwamba haya maneno umesikia kweli kutoka kwa mtume, akumbuka hata ile namna ambayo kwamba alikuwa hadithiwa. Ala fikra ya طبعا. wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bari min hadha al-hura طبعا. Asema, faqala, kanena, khalaqa Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu ameumba at-turbata, mchanga, yawma sabti, siku ya Jumamosi. Na nikisema hadithu turba ndio hii huwa nakusudia. Wa khalaqa fiha aljibala, na akaumba ndani yake majabali, yawma al-ahad, siku ya Jumapili. Wa khalaqa ash-shajara, na akaumba miti. Wa khalaqa ash-shajara, na akaumba miti, yawma al-ithnain, siku ya Jumatatu. Wa khalaqa al-makruha, na akaumba mambo ya kuchukiza, yawma al-thulatha, siku ya Jumanne. Wa khalaqa an-nura, na akaumba nuru, yawma al-arbi'a, siku ya Jumatano. Siwaambiwa bwana siku ya Jumatano siku ya nuru, simwambie hivyo mmoja kusikia. Mambo ya khairi anzeni siku ya Jumatano bwana, siku ya nuru inatoka hapa sasa. Wabatha fiha, na akatawanya ndani yake ad-dawaba, viumbe, yawm al-khamisi, siku ya Alhamis. Wa khalaqa Adam alayhi salam, na akamuumba Adam alayhi salam baada al-asr, baada al-asiri, bi yawm al-jum'a, katika siku ya Ijumaa. Msikia story hiyo? Fi akhir al-khalqi, katika viumbe mwisho kabisa kuumba. Wa fi akhir sa'ati, na katika saa mwisho, min sa'ati al-jum'a, katika saa za Ijumaa. Fima baina al-asr ila al-layl, katika muda ulioko baina al-asr mpaka usiku. Sasa wewe hii story hata kabla hujaambiwa kwamba vipi ni vipi, uione iko sawa? Story hii ya Abu Huraira, na tutaona hapa miokota wapi, yaonyesha kwamba uumbaji ulikuwa ni siku ngapi? Siku 7 zote. Na Qur'ani yasemaje? Fi 6 ayyam. Sasa tushike za Abu Huraira ama tushike Qur'ani? Na ikiwa Abu Huraira amesema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam mwambie, na akamshika mkono hasa, na tuona kabisa haya maneno yapingana na Qur'ani, na Mtume hawezi kupingana na nini? Na Qur'ani. Yeye ni mfasiri wa Qur'ani, si ndio? Yeye ameletwa hasa ili atufasirie Qur'ani. Yeye ndio mfasiri wa Qur'ani. Vipi aseme kitu ambacho kwamba kinakizana na Qur'ani? Ala fikra, nafikiri kawaidi zile za kubali hadithi ameeleza vya Imam al-Khatib al-Baghdadi katika al-Faqih al-Mutafaqih, kwamba riwaya ikiji ka khalifu Qur'ani hiyo haiwezi kukubalika hata kama ruwati wake ni thiqat. Sasa ala fikra, ikiwa maneno haya si ya Mtume na Abu Huraira amesema nimemsikia Mtume tena akashika mkono, hii inaitwa nini? Hii katika ilmu al-hadithi inaitwa nini? Yani sitaki kuzungumza zaidi,
Lakini haya maudhui nafikiri nishazungumza katika baadhi ya halakati kuhusiana na Abu Huraira. Tukatuhumiwa kwamba tumemshambulia, tumemtukana nani? Abu Huraira. Nafikiri mmemsikia hata ile nani yule kijana mwehu yule nani Saidi yule Mambrui alikuja pia na hizo ngonjera na hizo taarabu. Tuko sana. Yani vipi tumemshambulia? Ni zaidi ya kuwa tumeeleza uhalisia ulivyo. Yani kueleza huu uhalisia ndio tumemshambulia Abu Huraira. Sasa walomshambulia ni mimi ndio kuja kusherehesha haya kuyadhihirisha, ama ni wale walioandika? Kwani hakuna ulama waliosema kwamba Abu Huraira alikuwa ni mudallis? Hii si tadlisi. Naam? Hii si tadlisi. Yani ikiwa maneno si ya mtume alafu ukasema mtume ameniambia, wewe utakuwa na mudallis. Sitaki kumuita mrongo. Sitaki kumuita nani? Mrongo. Tukaambia tutukana masahaba na nini chona zikaja taarabu kama hizo. Lakini hii yaonyesha pia ni kiasi gani hao jamaa zetu walivyokuwa hawasomi. Hii yaonyesha pia ni kiasi gani hao jamaa zetu walivyokuwa ni wajinga. Yani ala fikra, yani kwani yani hata tuseme maneno mingi, lakini nafikiri mshajionea sasa wenyewe wazi. Mshajionea wazi. Yale nilikuwa nazungumza kipindi cha nyuma kuhusu Abu Huraira mpaka ngaje kushambuliwa nani? Ndio haya. Sikuzidisha kitu. Na hakuna hata moja ambalo kwamba lolitoa mfukoni mwangu. Mimi sikuwa katika yale niliyosema isipokuwa ni safiri. Ni balozi tu kwa kuyafikisha. Tofauti yangu mimi na wao ni kwamba wao ima wajinga hawajui alafu wajifanya wajua taalum. Ushaona? Ya maana yake wajinga. Ushaona? Tuko vizuri sana. Yani wanajahal murakkab. Tofauti yangu ima ni wajinga cha kwanza, ama kitu cha pili wajua ukweli ulivyo lakini wafanya nini? Waficha. Wa ahlahuma murrun. Ahlahuma murrun. Tunajua waidi wa makemeo makali yaliokuja katika Qur'ani kwa mtu aliyojua haki kisha akaificha, si ndio? Hatutaki kwenda mbali, lakini mafikiri yako wazi, haitaji sherehe zaidi. Ila akhiri, mpaka mwisho. Nimesoma mimi riwaya mpaka mwisho. Wa'adda al-khalqa fi 7 ayamin. Akahesabu kuumba siku ngapi? 7. Siku 7. Wakati hesabu ya kuumba ni siku ngapi? 6. Wa hadha mukhalifu liqawlihi ta'ala, na hili na khalifu kauli yake Mwenyezi Mungu fi ghairi ma ayatin, katika aya sio moja. Alladhi, ambayo kwamba yanusu inaeleza ala anna al-khalqa, ya kwamba kuumba tama fi 6 ayamin, kulitimia katika siku ngapi? Mithlu qawlihi ta'ala, mfano kauli yake Mwenyezi Mungu, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, yeye ndiye ambaye kwamba aliumba mbingu na ardhi fi 6 ayamin, katika siku 6. Thumma stawa ala al-arshi, kisha kalingana sawa katika ufalme wake. وقد صرح البخاري، na hakika amekawaza Imam Bukhari wa baadhi ya immat al-hadith, na baadhi ya maimamu wa hadithi qablahu, qablake wa baadahu, na baada ya Bukhari, bi anna hadha al-hadith, ya kwamba hadithi min riwayati Abi Huraira, ni katika riwaya za Abu Huraira, an Ka'b al-Ahbar, kutoka nani? Wa laysa an sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na si kutoka kwa nani? Kwa mtume kama alivyosema. Wa min dhalika, katika hayo, qala al-Bukhari fi tarikh al-kabir, amesema al-Imam al-Bukhari katika tarikh al-kabir mujallad wa kwanza sahifa 413 mpaka 414, anasema wa qala ba'dhum, na wamesema baadhi yao, yani kuhusiana na hadithi hii, an Abi Huraira, hadithi hii mpokelewa kutoka kwa Abu Huraira, an Ka'b, kutoka Ka'b, wa huwa asah, na hiyo kauli ndio asah. Maana yake Bukhari mwenyewe atilia nguvu kwamba hii ni katika Israiliyat, sio katika al-hadith an-nabawiyya. وقال ابن كثير في تفسيره، amesema Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, hadha alhadith, hadithi min gharaib sahih Muslim, ni katika gharaib, yani katika riwaya gharib za sahih Muslim, yani katika mambo mageni ya ajabu katika sahih Muslim. Waqad takallama alayhi Ibn al-Madini, na hakika ameizungumzia hadithi Ibn al-Madini. Ukisoma katika vitabu vya musalal al-hadith, takallama alayhi au tukallima alayhi, manake intuqida, يعني وقد تكلم عليه، يعني انتقده، يناقض، يكراش، يكسر. تقول لسانه تكلم عليه، تكلم عليه، معنى النقد. كتاب فيها
ulum alhadith. Wal-Bukhari na al-Imam al-Bukhari pia wa ghairu wahid na asiyekuwa mmoja min al-hufadh katika hufadh wajaluhu na wakaijalia wakaifanya hadithi min kalami Ka'b al-Ahbar katika maneno ya Ka'b al-Ahbar wa anna Abu Hurairah na hakika Abu Hurairah inana sami'ahu hakika aliyasikia haya maneno min kalami Ka'b al-Ahbar kutoka katika maneno ya Ka'b al-Ahbar wa qad ishtabaha na hakika dangamana yani yalichanganyikana ala baadhi ruwati katika yani yalichanganya yani yaliwachanganya ala baadhi ruwati baadhi ya upokezi faja'alahu marfu'an akayafanya maneno hayo kwani marfu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad harrara dhalika hakika amelihariri hilo vizuri al-Baihaqi wa al-Imam al-Baihaqi. Yani wajhu al-istibah ilikuwa unaanza vipi? Rejea katika maneno ya Busr bin Sa'id. Mhifadhi maneno ya Busr bin Sa'id? لا مفروض يعني تحفظ هذه العبارات صح. واعترف ابن تيمية بذلك نعم يتعرف ومكبال ابن تيمية هيلو في فتاواه katika مجموع الفتاوى yake mujallad 17 صحيفة 236. إذن basi دخلت الإسرائيليات وزلينجي إسرائيليات وكلام كعب الأحبار كلام منين يا كعب الأحبار الذي ambayo kwamba dhannu waliyadhania annahu kalamu nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain yaliingia katika Bukhari na Muslim fatanabbah basi zinduka wa taamal na peleleza hilo. Kwa hivyo tunaponena kwamba katika Bukhari na Muslim ziko hadithi ambazo kwamba ni batila tunakusudia haya haya sasa hadithi hii kwa maneno ya ulama ni sahihi ama ni batil? Na ipo katika nini? Katika sahihi Muslim. Kwa hivyo mimi nikija kusema katika sahihi Muslim kuna hadithi ambazo kama ni batila, kuna hadithi ambazo kama ni batila, huwa nimezua kitu kutoka katika mfuko wangu au huwa nimeeleza ile iliyoelezwa na wanazuoni? Naam, nimedhihirisha ile aliyoeleza. Sasa kwa salangu mimi ni nini? Ama takana sote toma shaitani mabubu, sio? Sakitu anil haqi shaitanun akhras, mwenye kuinyamazia haki akajua haki kisha akanyamazia shaitani bubu. Kwa taka sote toma shaitani bubu, sio? Mimi sitaki. Kama wewe umekubali kwa shaitani bubu, basi wewe na watu wako. Sawa? Kama wewe umekubali kwa shaitani bubu, wewe na watu wako, lakini mimi sijakubali wala siridhii kwa shaitani bubu, kwa sababu najua haya ni masuhulia nitaenda kuulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo uliyojua uliyabainisha, kwa nini hukuyabainisha kwa kuogopa watu? Kwa hivyo wewe kwako watu walikuwa na thamani kubwa zaidi yangu mimi? Ya mnaogopa watu badala mmuogope Allah subhanahu wa ta'ala? Mnaogopa heshima zenu kushuka? Mnaogopa mtanyimwa vinara vya nini? Vya maulidi? Maana kuna watu shekha waogopa kubainisha haki kwa sababu wajua watanyimwa ni vinara vya maulidi, watakosa kuweko kwenye majukwaa. Shona watakosa kupewa mialiko. Nini sasa? Na usipewe mwaliko ndo nini? Yana watakubainisha haki kwa sababu mambo kwamba hana vichwa wala miguu shekha. Kwa hivyo toba haya mimi nasema kwa sababu ya munasib, sababu mara nyingi huwa sisemi kwa sababu huwa hayana munasaba. Lakini tukisoma haya lazima nieleze kwamba tunashambuliwa kwa sababu gani? Na tatizo la wanaotushambulia ni lipi? Ni kutokujua? Kwa nini upinge usichokijua? Ni kujua haya tunaeleza wanayojua? Kama mnayojua kwa nini hamuelezi? Kama hamuelezi kwa nini mnampinga anayeeleza? Shekhi, afadhali kuwa mkia katika haki kuliko kuwa kichwa katika nini? Katika batili. Afadhali kuwa mkia, yani wewe unafuata katika haki kuliko kuwa kichwa katika nini? Katika batili. Na kama huwezi kuisupport haki, basi usipigie makofi batili shekhi. Haya, hilo la kwanza. La pili, maanukila an Mujahid at-Tabi'i al-shahir. Ni yale yaliyonukuliwa kutoka Mujahid, tabi'i mashuhuri. من تفسير المقام المحمود كتكمانا كفسير المقام المحمود بجلوس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوكيت متى صلى الله عليه وسلم على العرش جوي عرش بجنب الله تعالى بجنب من اسمه
Ta'ala Allahu an dhalik, Mwenyezi Mungu amechukua kutokana na hilo. Wa hadha amrun mashhur, na jambo hili ni mashuhuri wa maalumu na lafahamika inda ahli ilm, kutoka kwa watu wa ilmu kwamba limenukuliwa hilo. Waqad naqala al-Khallal al-Hanbali, na hakika amenukulu huyu al-Khallal al-Hanbali mujassim hadha fi kitabi sunna, katika kitabu chake hicho kwa sunna. Hadha amenukulu hili an salafi, kutoka kwa salafi wake, ala anna, juu ya kwamba man yukadhibu hadha, mwenye kulikadhibisha hili, yani mwenye kulikataa hili, yakunu dhalan, anakuwa ni mpotevu, jahmiyan, jahmi, ila ghairi dhalika, na mengine. Ametumia maneno makali kweli kweli huyu al-Khallal katika kitabu sunna kwa mtu mwenye kupinga hii tafsiri al-Maqam al-Mahmud kwa maana hii hapa alieleza. Tuwafanye nini hawa watu? Haya, la tatu, yani hizi ni katika awamili ambazo kwamba zilizochangia Israiliyat kukita mizizi katika nini? Katika al-fikru al-islami, wa bitali tajsim, kukita mizizi katika al-fikru al-islami. Ya tatu, al-adidu min ar-ruwati, wingi katika upokezi al-mashhurina ambao kwamba umetangaa biriwati al-ahadithi sariha, kupokea hadithi ambazo kwamba ziko wazi fi tajsim, katika tajsim, duna an yakuna lahum aqlun, pasna kuwa na akili, yudrikuna bihi, ambao kwamba wafahamu kwa akili hiyo, khatara tilka riwayat, khatari ya hizo riwaya allati ambazo kwamba yaruunaha, wanazipokea. Yani kuna baadhi ya ruwati ambao kwamba wao wamekuwa ni mashuhuri kupokea hadithi za Israiliyat. Hata ujiuliza hawa watu walikuwa na akili kweli kweli? Hata nakumbuka kuna yani unajua kuna baadhi ya ahlul hadithi walikuwa lengo lao kukusanya tu ili waonekana na hadithi nyingi. Hata Imam An-Nasai kama sikosei alisema hamqa ahl al-hadith. Hamqa ahl al-hadith au ahlul hadith. Asema ahlul hadith ni wapumbavu. Yani hasha, si wote, si wote, lakini akikusudia ahlul hadith hawa ambao kwamba walikuwa wapokea hizi Israiliyati pasi na kufahamu athari yake mbovu katika al-fikru al-islami, hawa wapumbavu. Wa kwanza Nu'aym bin Hammad, ni huyu bwana Nu'aym bin Hammad alizaliwa mwaka 146 akafa mwaka 228. Wasafahu Adh-Dhahabi, amemsifu bwana huyu Adh-Dhahabi fi al-Ulu, katika kitabu al-Ulu, bi annahu kana min awiyati al-ilm, ya kwamba huyu bwana alikuwa ni katika vyombo vya elimu. Wa haqiqatu amrihi, wa halisia jambo lake, anna al-Hafidh ibn Adi, ni kwamba al-Hafidh ibn Adi qala fi tarjamati, amesema katika tarjama yake, fi kitab al-Kamil, katika kitabu al-Kamil fi al-Du'afa, katika في الكامل في الضعفاء، كان يضع الحديث، alikuwa anazua hadithi في تقوية السنة، katika kutilia nguvu ni sunna. Yani uzua hadithi kutilia nguvu sunna. Unajua sunna inakusudia yaanuna bisunnati huna, wanakusudia sunna hapa la aqida. Nini ya aqida? Wala aqida, na aqida yao inakusudia hapa hiya tashbihu, ni tashbihu tajsim na tajsim. Kwa hivyo kusikia sisi ni watu wa sunna, kutubu sunna, sio kutubu sunna, sio sunnatu Muhammad ibn Abdullah, sunnatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasha wakal, ni sunna hii ya kwao kwa mafuhumu yao ya aqida tajsim. Kwa hivyo kaambia huyu kana shadidan ala sunna, maana yake ilikuwa ndo mtu yani hana mchezo katika kushikilia haya mariwayati ya tajsim, kana shadidan ala sunna, hii ndo maana yake. Kana yadhu الحديث في تقوية السنة وحكايات، alikuwa kizua story عن العلماء kutoka kwa wanazuoni fi thalbi Abi Hanifa, katika kumtukana Abu Hanifa. Sasa jitu kama hili lafaa kusifiwa kwamba ni katika wiyatul ilm, amzushia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maqala min an-nar. Azua story maneno, yani awalisha wanazuoni maneno ya kumtukana nani? Al-Imam Abu Hanifa, na tutaona mbele hapo kwa sababu gani walikuwa wanamtukana al-Imam Abu Hanifa. Waqad awrada al-Hafidh as-Suyuti fi kitabihi, na hakika ameleta wapokea al-Imam al-Hafidh as-Suyuti katika kitabu chake Dhail al-Mawdu'at sahifa ya 5, hadithan, amepokea hadithi jaa fi, imekuja ndani hadithi hiyo, idha arada Allah, pinda kitaka Mwenyezi Mungu, ayanzila ila samai dunya, ateremka katika wingu wa dunia, nazala an arshi, uteremka kutoka katika arshi yake, bidhati, kwa dhati yake. إذن عندهم يعني الله جالس على العرش يعني بذاته، إذا نزل ينزل بذاته، هو جسم يعني لا فكرة. فقال عقبه، أكسم بعد ما نهاية الإمام السيوطي، أقول نسيم السيوطي، أتعبنا نعيم بن حماد، ametutaabisha ametuchosha sisi huyu Nuaym bin Hammad, min kathrati ma yati, kutokamana na wingi wa yale anayoleta, bihadhihi tamat, min kathrati ma yati bihadhihi tamat, kutokamana na wingi wake wa kuleta haya mabala,
yani haya maneno ambayo kwamba balaa kama hayo yani ametuchosha. Kwa sababu gani? Wa kam nadara wa anhu, na ni mara ngapi sisi tunamtetea, ni mara ngapi tumsafisha wa ani Tarsusi, na mara ngapi tumtetea yeye na huyu nani at-Tarsusi ar-rawi anhu ambaye kwamba ni mpokezi kutoka kwa intaha kalamu Suyuti. Nimekomeka maneno Suyuti. Yani tumejaribu kumtetea lakini ametuchosha. Unajua kuna yule mtu yani anafanya makosa alafu unamfunikia. Sasa yani kuna mwisho anakuchosha yani inakuwa too much yani. Sasa Sheikh bwana mimi nimekutetea sana lakini hapa sasa takuwa siwezi kutetea maana sasa hivi liko wazi kabisa itaonekana kutetea. Wapi? Qult nimenena Nu'aym bin Hammad, huyu Nu'aym bin Hammad kadhabun shahirun, jicho rongo ambalo kwamba ni mashuhuri. Tarjamatuhu fi tahdhib al-kamal, tarjama yake yani historia yake ipo katika tahdhib al-kamal. Wafiha namna ndani yake annahu ya kwamba yeye huyu bwana kana yadhu qasasan, alikuwa akizua visa wa hadithana hadithi fi thalbi al-imam Abi Hanifa, katika kumtukana Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Izumurham. Wa ibaratu hadhihi, na ibara yake hii yani ibara huyu Nu'aym bin Hammad, yanzilu ala arshi bidhati, ateremka kutoka katika arshi yake kwa dhati yake. Ankara al-Hafidh ibn Abd al-Barr, amekemea ibara hii al-Imam al-Hafidh ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid, katika kitabu chake at-Tamhid, haythu qala bila al-wasima وقال نعيم amesema Nu'aym yanzilu bidhatihi, yateremka kwa dhati yake, huwa ala kursi, na yupo katika kursi yake yani yupo katika kiti chake cha enzi. Qala Abu Umar, amesema Abu Umar yani ibn Abd al-Barr, hadha laysa bi shay'in, haya maneno si chochote, inda ahli al-fahmi, kwa watu wenye fahamu, min ahli sunna, katika watu wa sunna. Yani mtu yote mwenye ufahamu, mwenye uelewa kwa katika ahli sunna, kiona riwaya hii afahamu laysa bi shay, si kitu chochote, ni upuzi tu. وقال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى، مسمى الإمام الكوثري محمد الزاهد الكوثري، هذا إمام كبير علامة يعني مجدد هذا العصر طبعا. في تعنيب الخطيب، كذا يتبتاك تعنيب الخطيب، سيما ونعيم بن حماد يعني صحيفة 100 طبعة جديدة كتكتشابة مبيا، صحيفة 70 نتاتهم بك 74 طبعة قديمة كتكيلي شابة يا كتاب. ونعيم بن حماد، نعيم بن حماد معروف، هو متني معروف باختلاق كوكوزوا مثالبا كوزوانيني ماتوسي ضد أبي حنيفة، ضد يا أبو حنيفة. وكلام أهل الجرح فيه، نمانينو يا علماء وكجروه ndani yake واسع الذيل، ni mapana sana. وذكره غير واحد، amemtaja yeye asiyekuwa mmoja min kibari ulama usul din, katika wanazuoni kubwa usul din yani ulama wa aqida, fi idad almujassima, katika jumla ya mujassima, bali alqailina, bala katika jumla wenye kusema billahmi, nyama, wa damina, na damu. Yani wamemtaja ulama kwamba huyu bwana ni katika wale ambao kwamba walopevuka katika tajsimi mpaka wakafikia kusema kwamba Mwenyezi Mungu ana nyama na ana damu, wala yadh billah. Wakana huwa Rabib ibn Abi Maryam, na alikuwa huyu ni mtoto wa kambo wa huyu ibn Abi Maryam. Wa kalamu ahli al-jarh fihi, na maneno ya ulama wal jarh fihi ndani yake maalumu nafahamika. Wa aidan, na vile vile kana Rabiba Muqatil bin Sulaiman, alikuwa pia mtoto wa kambo wa Muqatil bin Sulaiman. Sababu tunamsoma katika nini huko nyuma kwenye Tandidi. So kana Rabiba Muqatil bin Sulaiman, alikuwa ni mtoto wa kambo wa Muqatil bin Sulaiman, Sheikh al-Mujassima, Sheikh al-Mujassim. Msoma عنه الإمام أبو حنيفة، أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. مقاتل هو مقاتل بن سليمان يعني، وهو واضح نهوي وانا نعيم بن حماد، وهو واضح حديث الطفيل، نهوي ndo aliozua hadithi ya الطفيل. Hadithi ya الطفيل ambayo kwamba طبعا ileta jadala baina yetu sisi na mahabi kipindi cha nyuma hapa, jadala mrefu. Fi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam raa rabbahu, alimuona mola wake, bi surati shabin, katika sura ya kijana, muaffirin, chenye nywele, rijlahu fi khudra, miguu yake ipo katika sehemu green. طبعا هذا كله كفر وضلال. انظر التزام تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، ودفع شبه التشبيه جاء الإمام الحافظ للحافظ ابن الجوزي، هو محمد بن نعيم بن حماد طبعا بلا زاكن له هزو. وبيلي
Muqatil bin Suleiman alikufa mwaka 155 wa huwa Sheikh al-Mujassima, na ndio Sheikh al-Mujassima fi asrihi, katika zama zake baba lao. Wa haluhu, hali yake, la yahtaju ila barahina, haitajini hoja, fa innahu mujassimun mashhurun, huyu ni mujassim mashhur. Anzur tarjamatahu, angalia tarjama yake fi Siyar A'lam an-Nubala, katika kitabu Siyar A'lam an-Nubala. Wa qala hunaka, na amesema huko, tuufia sana 150, amekufa mwaka 150 au naifin au ziada ya hapo, yani mbele ya hapo. Huyo wa pili Muqatil bin Suleiman mashhur. Wa tatu Wahb bin Munabbih, amezaliwa mwaka wa 34 Hijria, amekufa mwaka wa 114 Hijria. Wa qad taqaddama al-kalamu alayhi, na hakika yametangulia maneno kuhusiana na huyo Wahb bin Munabbih. Naqalna kalaman lahu, na tumenukulu maneno yake fi tajsim, katika tajsim, fihi dhikru al-haykal, ndani yake kuna kutaja nini? Hekalu. Wa anna qadama Allah, na hakika ya kwamba unyayo wa Mwenyezi Mungu ala kursi, katika kursi. Ta'ala Allahu an dhalika, amechukuka Mwenyezi Mungu kama na hilo alomnasibisha Wahb bin Munabbih, ulikuwa kabiri, kuchukuka kuliko kukubwa. Tunukulu maneno yake, sio Wahb bin Munabbih kwamba sijui katika haikal kadha kursi imekuwa ni kama viatu vya Mungu, yani wal billah, hata uzito kwa hakika. Kumbuka sawa. وقال الذهبي في ترجمته، نمسema الذهبي katika tarjama yake fi Siyar A'lam an-Nubala, katika kitabu Siyar A'lam an-Nubala, riwayatuhu, mapokezi yake, lilmusnad, kupokea hadithi ambayo ni musnad ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yani hadithi ambayo musnad iliungana sanadi yake mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam, qalilatun, mapokezi yake hadithi musnad ni machache sana. Wa inma ghazaratu ilmihi, angalia maneno yaliyoboldiwa, yani intabi ila hapa. Wa inma ghazaratu ilmi, na hakika wingi wa ilmu yake, fil israiliyat, ni katika israiliyat, yani elimu yake kubwa ilikuwa ni ngano za israiliyat. Wa min sahaif ahli alkitabi, na kutoka katika vitabu vya ahli alkitabi, yani Mayahudi na Manasara. Haya, wangapi huyo? Tatu sawa ama wanne? Watano Muhammad bin Karrami Sajistani, توفي سنة 255 هجرية بالشام، مكوفة موقع 255 شام. قال الذهبي، ومسيما الذهبي في ترجمته كترجماك في كتاب الميزان، كتاب الميزان، يقوم بويبان العابد فنيبادة المتكلم وزوني وعقيدة، تكلم يعني سكي هذا من علماء علم الكلام، يعني علم العقيدة. شيخ الكرامية، لو شيخ والكرامية، ساقط الحديث، حديث zake zenye kuanguka, ala bid'ati, juu bid'a yake, yani hakubaliwi hadithi zake, kwani mujassim mashhur, yani ala fikra, yani mtu mujassim khabith kama vipi mutaabid mutakallim, كيف يكون عابدا وهو لم يعرف ما يعبده. ومن بدع الكرامية، na katika bid'a za Karramia, qauluhum, kusema kwao, fi al-ma'bud, kumuhusu muabudiwa, yani Mwenyezi Mungu Taala mtukufu, innahu jismun, ni mwili lake la ajsam, sio kama mili, andaka la ajsam, hadi yani jumla la mahalla laha min al-i'rab. Wa qad suqtu akhbar ibn Karrami, na hakika nimezitiririsha habari za Ibn Karram fi tarikhi al-kabir, katika kitabu changu at-tarikh al-kabir, yani adh-Dhahabi huyo. Walahu atba'una, na wafuasi wa muriduna na muridi. Wa qad sujina fi Naisabur, na hakika alifungwa katika hiyo sehemu inaitwa ni Naisabur, kwa fursa ni Naisabur, o zuru miji ya Uajemi tulipita Naisabur, Tusi, iko baina ya Tusi na Khurasan. Ayo, li ajli bid'ati, alifungwa kwa ajili ya bid'a yake. Waqad sujina fi Naisabur li ajli bid'atihi 8 awam, muda wa miaka 8. Thumma ukhrija, kisha akatolewa. Wasara ila Bait al-Maqdis, akaenda Bait al-Maqdis, wa mata bisham, na akafa Sham sanata 55 200, mwaka 255. Wa akafa ashabu, na wakaketi wafuasi wake, ala qabri, juu ya kaburi lake, muda mrefu. Akiita na muulizia Sheikh lao. Haya, wangapi huyo? Na watano sawa. Hammad bin Salama, ni Hammad bin Salama maarufu, yani tuufia sana 167, amekufa mwaka 167. Lahu ahadithu mustankaratun, ana hadithi ambazo kwamba zenye ni munkar. Lahu ahadithu, ana
hadithi mustankaratun zenye kuchukiza au zenye kukemewa. Fi sifati, katika sifat, yajiduha, atazipata mayutali utarjamata, yule ambao kwamba ataipitia tarjama yake fil kamil, katika kitabu al-kamil, kamil fi dhafa ibn Ali, au al-mizan au al-mizan lidhahabi cha adhahabi an-naqili dhahabi, ambao kwamba amenukulu min ibn Ali, kutoka kwa ibn Ali. Na Hamad bin Salama huyu ndo yani katika wapokezi wa ile hadithi inna abi wa baka fi an-nar. Aywa, katika ila za hadithi ile toba ni Hamad bin Salama, ni Hamad bin Salama, inna abi wa baka fi an-nar. Kwa tunabainisha katika andika kitabu chetu kile nini hukumu zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ومن الدلائل المؤكده ان katika dalili zenye kutilia mkazo lidhaika hilo anna Ahmad ibn Hanbal afwan, ni hakika huyu Ahmad ibn Hanbal wa baadhi almuhaddithin, baadhi ya muhaddithin wasafuhu wa bimsifu bi annahu kana min ash-shuddad fi sunnah, kwamba ilikuwa katika watu wenye mikazo katika nini, katika sunna. Tushaeleza maana ya sunna kwa Hanabila. Wa annahu kana shadidan ala al-mubtadi'ah, kwamba alikuwa ni mtu mkali, hana mchezo kwa mubtadi'a. Wayanuna bil mubtadi'a, na wanakusudia mubtadi'a ni kwa neno hili mubtadi'a, man yusammunahum al-jahmiyya, wala wanaoita jahmiyya, wa hum munazzihun, au munazziha, yani watu wenye kumtakasa Mwenyezi Mungu tu, kama na hiyo haya masifa ya hovyo wala usingizia Mwenyezi Mungu. Watu wenye kuipinga wanaoita jahmiyya. Wa hum munazzihun alladhina ambao kwamba la yaquluna bisifati al-ma'rufa, hawaitakidi hizi sifa ambazo kama ni maarufu inda al-muthbita, kwa hawa ambao kama wenye kuthibitisha hizo sifa, adala ambazo kama za kujulisha ala tashbih, juu kumfanisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, au tajsim, na kumthibitisha Mwenyezi Mungu mwingine. Idh lam takun hunaka ta'ifatun, kwa sababu kulikuwa hakuna kundi tusama bil jahmiyya, ambalo kwamba linaitwa jahmiyya ala tahqiq, ile kiuhalisia hakuna kundi linaloitwa ni jahmiyya. Wa inma huwa, na hakika si lingine huwa, yani hili jina ambalo kwamba wamelizua jahmiyya, nabzun ni wa inma huwa nabzun lilmunazzih, na hakika si linginelo sifa hii ni kuabeza munazzih, yani watu wenye kumtakasa Mwenyezi Mungu na hizi sifa. Wa inma huwa nabzun lilmunazzih wa ulama ahli albayt, na kuabeza wanazuoni wa ahli albayt wa atba'ihim, na wafuasi wao min almu'tazila, katika mu'tazila wa sadat alahnaf, na ahnaf al-maturidiyya. Na masala haya طبعا yahitaji maneno marefu kuhusu kadhia ni jahmiyya. Hakuna jahmiyya. Jahm bin Sufyan yani kana min ibadillahi salihin radiyallahu anhu warda. Fa fi siyar a'lam an-nubala, katika siyar a'lam an-nubala mujallad wa 7 sahifa 150, وقال احمد بن حنبل، amesema Ahmad ibn Hanbal, idha ra'aita ar-rajula, pindi ukimwona mtu, yaghmizu Hammad bin Salama, yaghmizu Hammad ibn Salama, si ndio? Ukimwona mtu ambao kwamba anambeza huyu Hammad bin Salama, fatahimhu ala al-islam, mtuhumu juu ya Uislamu wake. A'udhu billah. Yani huyu Hammad bin Salama amekuwa ni mtume sasa. Kama ukimwona mtu amzungumzia vibaya Hammad bin Salama, huyo mtuhumu juu ya Uislamu wake, yani Uislamu wake una matatizo. A'udhu billah. Fa innahu kana shadidan ala al-mubtadi', huyo alikuwa ni mkali kuliko mubtadi'. Kwamba alikuwa mkali wa mubtadi', yani alikuwa ni mtu jicho ambalo kwamba la msimamo mikali, yani kuwapinga ahlul haq. Qultu, nimesema al-ajab min Ahmad ibn Hanbal. Qultu, nimesema Imam Hasan bin Ali Saqaf, al-ajab min Ahmad ibn Hanbal, ajabu ni kutoka kwa huyu Ahmad ibn Hanbal, kaifa yuwathiq mithla Hariz bin Uthman, vipi anamkubali anamuwathiq mfano mtu kama Hariz bin Uthman, sio Huriz, ni Hariz bin Uthman, yani hadha nasibiyun khabith, alladhi ambaye kwamba alikuwa huyu Hariz bin Uthman, alladhi ambaye kwamba kana yashtumu sayyidana Ali radhiyallahu ta'ala anhu, alikuwa akimtukana sayyidina Ali, wa yubghidhu, na anamchukia, fayaqulu anhu, kisha anasema kuhusiana na yeye, thiqatun thiqa, kwamba huyu mtu alikuwa ni thiqatun thiqa, alikuwa ni mkweli. Ma ra'ayna bishami, hatukupata kuona Sham, au thaqa minhu, mtu ambaye kwamba ni mkweli kumliko yeye. Yani vipi mtu ambaye kwamba Hariz bin Uthman ambaye kwamba alikuwa ni mtu, kama acha tuendelee, amtukana sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fala ya'tabiru, akawa hazingatii
hamzingati man yaghmizu sayyidina aliyan, anayemzungumza vibaya na kumbeza sayyidina Ali, mutahaman fi islami, nimekutumia juu ya uislamu wake, maakauni nabii sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yakulu, anasema li sayyidina Ali alayhi salam, kumwambia sayyidina Ali alayhi salam, la yuhibbuka illa mu'minun, hakupendi wewe isipokuwa muumini, wala yubghiduka illa munafiq, wala hakuchukia wewe isipokuwa ni munafiq. Yani hii ni hadith taban fi sahih Muslim. Sasa vipi mtu ambaye kwamba Hariz bin Uthman ambaye kwamba alikuwa anamtukana sayyidina Ali amesema ni thiqatun thiqa, yani katika zile alfaz za ta'dil mzukomba za juu kabisa, almartabatul ula ni kukariri neno thiqatun thiqa, yani shani mkweli sana. Alafu huyu nani Hamad bin Salama mujassim hadha khabith asema kwamba idha ra'aita ar-rajula yaghmisu Hamad bin Salama fattahimu ala al-islam. Yani vipi alikuwa atumia mizani gani Ahmad ibn Hanbal? Thumma yaqulu ibn Hanbal, kisha anasema Ahmad ibn Hanbal, inna al-ghamiza fi Hamadi, mtu mwenye kumzungumzia vibaya Hamad bin Salama, mutahamun fi islami, mwenye kutumia katika nini? Katika Uislamu wake. Vipi? Yani ala fikra ukisoma tarjama yake, ngoja nafikiri na malafu niko na bahthi kamili ya tarjama ya Hariz bin Uthman kutoka katika kitabu vya al-Jarh wa al-Ta'dil, nitautumieni katika PDF na rubama inshallah nikumbushe tuisome katika group. Hariz bin Uthman alikuwa ni mtu khabithi shekh. Semekana alikuwa waeleza katika tarjama yake, alikuwa kila baada ya swala keti na tasbih kumtukana Sayyidina Ali, kumlani Sayyidina Ali, yani kwa katika nyiradi zake kumlani Sayyidina Ali. Akitembea barabarani watu wafanya dhikri ya Taban hii ndio thaqafa ambayo kwamba alieneza Muawiya bin Abi Sufyan. Siku moja alikuwa yupo katika safari na mmoja katika ahlul hadithi akamsikia na anamtukana na mlani Sayyidina Ali. Yule bwana akashangaa, vipi Sheikh? Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifia bwana huyu katika riwaya nyingi, vipi unamtukana mlani? Unajua huyu khabithi alisemaje? Hariz bin Uthman yule bwana akasema, Allah Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Sayyidina Ali, alimwambia Ali bin Abi Talib alayhi salam taban radhiyallahu anhu, alisema anta minni bimanzilati Haruna min Musa, wewe kwangu mimi daraja yako kwangu mimi au katika umma huu ni kama daraja ya Haruna kwa Musa. Tufahamu daraja ya Haruna kwa Musa. Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, isipokuwa tu tofauti iliyoko baina yako wewe na Harun ni kwamba hakuna nabii baada yangu. Ni martaba kubwa hii. Khabithi wa Sheikh akigeuza asema, nimemsikia Amirul Mu'minin Marwan katika khutba katika khutba ya Ijumaa anasema hadithi hii, mtume alisema kumwambia Ali, anta minni bimanzilati Qaruna min Musa alayhim la'ainullahi tatra ila yawmiddin. Yani wamegeuza hadithi ya mtume. Hadithi ya mtume yasema anta minni bimanzilati Haruna min Musa, daraja yako kwangu mimi ni kama daraja ya Haruna kwa Musa. Wakageuza akasema mtume alisema anta minni bimanzilati Qaruna min Musa, daraja yako ya Ali kwangu mimi ni kama daraja ya Qarun kwa nani? Sumjua Qarun yule kafiri ambaye kwamba alikuwa akimpinga Sayyidina Musa mpaka akadimizwa katika ardhi. Sasa watu ambao kwamba Sheikh wenye kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatukana waumini kwa riwaya kama hizo, maneno kama haya, vipi utasema kwamba ni thiqatun thiqa? Alafu mtu ambaye kama Hamad bin Salama halia, yani ala fikra wallahi Mwenyezi Mungu amsamehe Ahmad bin Hanbal. Wallahi nalodhihiri anna haulai, kwamba hawa jamaa Hanabila qalu ma qaluhu, walisema aliyosema kuhusiana na Hamad bin Salama, lianna Hamad, kwa sababu Hamad kana min ruwati hadithi tashbih wa tajsim, kwa sababu alikuwa katika upokezi wa hadithi za tashbih na tajsim, na wao wana nini, wana kiu kikali na riwaya kama hizi. Wa kana min adai Imam Abi Hanifa, na alikuwa ni katika maadui ya Imam Abu Hanifa baghidhihi, na katika wenye kumshukia. Na kuna maneno yamepokelewa kutoka kwa Ahmad ibn Hanbal ya kwamba suila Ahmad ibn Hanbal, aliulizwa Ahmad ibn Hanbal, hal yujaru rajulu ala bughdi Abi Hanifa, je, analipwa ujira mtu kwa kumshukia Abu Hanifa? Qala naam, akasema ndio. hal yujaru rajulu ala bughdi Abi Hanifa, yani suila Ahmad ibn Hanbal, qala naam. Mwenyezi Mungu amsamehe. Wala adalla ala dhalika aidan, na hakuna lenye kujulisha zaidi juu ya hilo. Wala adalla ala dhalika aidan ma dhakara al-Hafidh Ibn Adi fi al-Kamil,
wala hakuna lenye kujulisha zaidi ya hilo, yani juu hiyo kadhia zaidi ya lile ambalo kwamba alolitaja al-Hafidh Ibn Adi katika al-Kamil fi tarjamati Hammad, katika tarjama ya Hammad bin Salama, annahu qala, kwamba amesema Hammad bin Salama, yani maneno yanathibitisha kwamba walikuwa katika ada wa Imam Abu Hanifa. Asema Hammad bin Salama, maulida fil islami, hakuzaliwa katika Uislamu, mauludun, kijana shana adharu ala al-islami, mwenye madhara zaidi juu ya Uislamu, min Abi Hanifa, min Abi Jifa, afwan, min Abi Jifa, kuliko Abu Jifa, yani Abu Hanifa na msuli Abu Hanifa. Angalia tena neno lilotumia nini, min Abi Jifa, kuliko Abu. Unajua Jifa nini? Jifa ni mzoga. Yani hawa wenda wazimu wa Kihanabila wako kimuita Imam Abu Hanifa Abu Jifa, baba mzoga. Abu Jifa, Jifa ni mzoga. A'udhu billah. Subhanallah. Yani mambo shekhi ukisoma inaleta kisunzi katika kichwa chako. Au unaona? Yani inaleta kisunzi, yani mtu mwenye Allah. Thumma ba'da dhalika nutaham, tunatuhumiwa, tunatukana na kadha. Allahu musta'an. Wallahi haya matusi ambayo kwamba watu watukana na hizi mashambulio ambazo kwamba watu watushambulia, inshallah sisi tutarajia kwamba itakuwa ni katika mizani hasanati na yawm al-qiyama, yani sababu tutukana yani bighairi haqq, taban tushambuliwa bighairi haqq. Inshallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atatulipia. Na ala fikra na utambue kwamba haya unayoandika ni yani yote yanasajiliwa katika fi sahaifi, na utakuwa ni masuuli. Haipiti tu yani kwamba anatia comment ya matusi na nini, hawana ni kitu cha kawaida, la tamasuula na hada. Kullu dhalika yaqulunahu, haya yote wanayosema fi haqqi al-Imam Abi Hanifa, katika haki yani kumusha Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, li'annahu, kwa sababu al-Imam Abu Hanifa kana min shi'ati Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, ilikuwa ni katika ufuasi wa Sayyidina Ali. Na rubama ili hamjawahi kulisikia toka mzaliwa. Kwa nini Hanabila walikuwa wanamchukia Imam Abu Hanifa? Kwa nini walikuwa wakimuita Abu Jifa na kumshambulia? Li'annahu kana min shi'ati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fajaddu Abi Hanifa, kwa sababu huyu babu wa Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Qais, huyu Nu'man bin Qais kana hamila rayati Sayyidina Ali, alikuwa ndo mbeba bendera ya Sayyidina Ali fi baadhi hurubihi, katika baadhi ya vita vyake. في تاريخ الخطيب، نكتك تاريخ الخطيب البغدادي مجلد 13 صحيفة 125 فكا 126 أن سيدنا علي عليه السلام، حقيقة سيدنا علي عليه السلام دعا لوالد أبي حنيفة، alimuombea babake الإمام أبو حنيفة وهو صغير، akiwa ni kijana mdogo alimuombea dua. انظر tizama hayo تأنيب الخطيب، kitabu cha kinachoitwa Ta'nib al-Khatib lil-Imam al-Kawthari, cha al-Imam al-Kawthari, sahifa ya 36 min at-tab'at al-jadida, katika chapa mpya 1990. wa min al-ahadith al-munkara, na katika hadithi ambazo kama ni munkar, fi sifat, katika sifat allati ambazo kama jaa biha Hammad, alizokuja nazo Hammad bin Salama, ma rawahu Ahmad fi al-Musnad, hadithi aliyopokelea Ahmad bin Hanbal katika musnad wake, والترمذي الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك، كتك حديث كتك رواية أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتوك متون صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى، وسو قوليك من يزمونك، فلما تجلى ربه البذهير مولواك للجبل ولجبال، فكموش يعني كتك قضية سيدنا موسى كتوك من يزمونك، قال ويبوانا كسيما بعد يكسوم هي آية، قال هكذا كفاني هيفي، قال هكذا كفanya hivi. Yani anakusudia annahu akhraja, ya kwamba yeye alitoa, yani Hammad bin Salama, sio yani annahu akhraja, ya kwamba yeye alitoa, afwan la, min hadith Anas bin Malik an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi qawli ta'ala, qala hakadha, alifanya hivi. Yani Hammad bin Salama aeleza kwamba mtume baada ya kusoma hii aya alinyoosha kidole. قال هكذا, alifanya hivi, yani anakusudia annahu, ya kwamba yeye mtume akhraja, alitoa, akhraja alifanya nini, alitoa taraf al-khinsari, insha kidole chake kidogo, taraf al-khinsari, insha hivi, insha kidole chake kidogo, yani kwamba Mungu alipodhihiri kwa ile jabali, yani alidhihiri hivi. Angalia hawa watu walivyokuwa shenzi, yani tajali ile kusudiwa hapa ni kudhihiri kwa ukubwa nani,
Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe alikuja akadhihiri hivi. Allah munazzahun an hadha, kwamba mtume alifanya hivi ati. Faqala Humayd at-Tawil, akasema Humayd at-Tawil Thabit, kwa huyu Thabit mkono mpokezi wake, ma turidu ila hadha, unakusudia nini hili ya Aba Muhammad, Abu Muhammad? Yani unakusudia nini kusema maneno kama haya ambapo kwamba ya ajabu? Qala, asema fadaraba sadrahu, akapiga kifua chake darbatan shadidatan, kipigo kikali sana. Sio alimpiga ngumi, sio alimpiga teke, yani akampiga kipigo kikali kifuani. Kwa nini unapinga haya? Faqala, akasema ma anta ya Humayd, wama anta ya Humayd, nani wewe Humayd, nani wewe Humayd, yani nani wewe hata upinge hii riwaya? والحديث نهي حديث لا يصح قطعا، هي يصح كبساء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Unzur kitaba, angalia kitabu cha Dafu Shubah at-Tashbih bi Kuf at-Tanzil al-Hafidh Ibn al-Jawzi bi ta'liqat al-Abd al-Faqir Allah ta'ala, tabu dar al-Imam an-Nawawi, yani chapa ya dar al-Imam an-Nawawi ta'liqat al-Imam. Yani shufa, angalia tawadhu ya Maulana bi ta'liqat al-Abd al-Faqir, mjabukum mtegemea rehema za Mungu. هذا تواضع منه، يعني إنسان متواضع جدا. وهذا أمر ظاهر في شخصية الإمام حسن بن السقاف، جمعنا كما يقول ظاهر kabisa. Yani ala fikra, baada ya muda tukikaa hatujawasiliana, yeye hunitafuta kwa WhatsApp au hunitafuta kwa message, vipi unaendeleaje na kadha. Yani mtu katika hajmi ya Imam Hasan bin As-Saqaf, imam mujaddid alim, kwa mwanafunzi katika pembe vyote vya dunia, kila mmoja mtarajia na mhitajie yattasil ila rajul mithli, yani mtu mwenye maqam kama yake, aketi kufanya anipigie simu, marengezo kunipigia marengezo, labda siko online, nikaja nikakuta amempigia miss call 3 4, tu message bana, ukiingia online nitafute, akujulie tu hali, vipi unaendeleaje, unasoma nini sasa hivi, unaendeleaje, harakati huko za dawa zinaendeleaje, kadha kadha, akanipa irshadati, akaniongoza katika haya na yale, basi hivyo tu. Yani kuonyesha ni jinsi gani huyu mtu alivyokuwa nani mtawadhi. Shekhe, kuna watu wengine hapa shekhe, watu wakwamba yani hata kusema maneno mingi, lakini shekhe ukimtafuta shekhe utajua hujui shekhe. Ukimwalika kwenye shughuli yake, shughuli yako shekhe, utajua hujui. Kwanza hiyo mpaka aje kupokelea simu. Hayo masharti tutakaopewa. Kuna hadi shekhe yote haya. Yesu Mungu atuhifadhie huyu bwana Allah. Lakini min hadhihi riwayat, kutokamana riwaya hizi wa ashbahi na mfano wake, ta'lam, utajua man humul mushabbiha, ni kila nani mushabbiha, wal mujassima na nani mujassima, alladhina ambao kwamba yaruna hadhihi alhaditha, wanazipokea hadithi hizi, wa yusirruna alaiha, na waendelea kuzifanya nini, kuzipokea na kuzitakidi. Yani israr ni mtu kuendelea katika kitu, yani yusirruna alaiha, wani wazishikilia, waendelea kuzishikilia hizi itikadi. Wayadhribuna nasa, na wapiga watu, endama yunkiruna alaihim, wakati wanapo wakemea wao riwayataha, endama yunkiruna alaihim riwayataha, wakati wanapo wakemea wao kuzipokea hizi. Wayukhalifuna, wanapo khalifu. Bwana muuliza tu, bwana vipi unapokea yeye, kipigo tayari. Yosha hii kanuni ya hawa mawahabi pia, hata hao salafi waliopita pia tabia zao ilikuwa ni hizo hizo za ukorofi na ugaidi. Allah Ta'ala yakul, Mwenyezi Mungu asema, ud'u ila sabili rabbika, lingania katika njia ya Mola wako, bil hikma, kwa nini? Kwa hikma, wal mau'izati alhasana, na mawaidha mazuri. Sasa kweli hii ndio al mau'izatu alhasana, mtu anakuuliza swali tu tayari kashakutana na ngumi la kifua. Haya, katika hao mabwana ambao kwamba walioeneza tajsib wa Nuh ibn Abi Maryam, ni huyu Nuh ibn Abi Maryam alikufa mwaka 176 Hijiria. Nuh ibn Abi Maryam, ambao kwamba huyu ilikuwa ni baba yake akambo nani, Nuaim bin Hammad. Bila shaka Nuaim bin Hammad itakuwa amechukua kwake. قال ابن أبي حاتم في كتابه وسمع الإمام ابن أبي حاتم قد يتبتاك الجرح والتعديل مجلد ونان صحيفة 184، كان شديدا على الجهمية، alikuwa ni mkali kweli kweli
جهمية يعني جهمية كسودية منزهة يعني منزهة يعني بجميع فرقهم، أهل السنة الجماعة الأشاعرة ماتريدية يعني شيعة أهل البيت يعني والمعتزلة الإباضية نفنوا. كان شديدا على الجهمية، alikuwa ni mkali kweli kweli kwa Jahmia. والرد عليهم, alikuwa ni mkali kweli kweli katika kuwaradi. Taallama minhu, alijifundisha kutoka kwake Nuaym bin Hammad. Alisoma kutoka kwake Nuaym bin Hammad. Yani alikuwa sema rubama Nuaym bin Hammad alisoma kutoka kwake, kumbe haya yako hapa. Alisoma kutoka kwake Nuaym bin Hammad ar-radd ala al-Jahmiyya, kuwaradi majahmia. Yani kumbe hizi balaya alizokuja nazo Nuaym bin Hammad alisoma kutoka kwa babake wa kambo huyo Nuh bin Abi Maryam. Yani ala fikra yani kwa maana walikuwa wana himma ya kupokezana haya mambo, yani ile isipotee. Au jaa fi tarjamati, imekuja katika tarjama yake hiyo na vile vile annahu ya kwamba Nuh bin Abi Maryam akhadha tafsira, amechukua tafsiri al Muqatil bin Sulaiman kutoka Muqatil bin Sulaiman al-Mujassim al-mashhur, yani dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Nuh bin Abi Maryam amesoma kwa Muqatil bin Sulaiman maruf. Muqatil bin Sulaiman ni sheikh, akamsomesha Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam akamsomesha nani? Nuaym bin Hammad. Yani dhulumatun بعضها فوق بعض. كولا نور شيخ ni tawfiq ya Allah. وهناك شخصيات كثيرة, na kuna watu wengi yumkinu lilmari, inawezekana kwa mtu ayatatabaha au fuatilie fi kutubi tarajim, katika vitabu yani ya tarikhi, yani vinavyoelezea background na historia za watu wapokezi na mfano wao, fi kutubi tarajim ruwati, na katika vitabu vinavyoeleza wapokezi wa hadithi, yastakthiru biha al-amthilata, yani akithirishe kwa kufuatilia hizo taarifa zao nini, mifano ala dhikri alami al-mujassima, katika kutaja viongozi wa nini mujassima, fi tilka al-azmina, katika zama hizo, baada sahaba, baada ya ashaba, wa qabla zaman ibn Hanbal, na qabla ya zama za Ahmad ibn Hanbal. Wallahu yaqulu al-haqqa wa yahdi as-sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Ina ala fikra mnaona yani mambo ilivyokuwa. Sio?